Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025. Mahujaji wa matumaini. Basi sikukuu hii inatukumbusha kwamba kweli sisi tunayemtumainia ni huyo ambaye ni kweli ni Mungu mtu. Mungu alijidhihirisha kama mtu katika Yesu Kristo. Huyo ndiye aliyetuumba mwenyewe, ni muumba na ni mkombozi ambaye yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni jibu la kila kitu, la maswali yetu yote, hofu zetu zote. Yeye ni amani. Sherehe hii ilianzishwa rasmi na Papa Pio wa 11 mwaka 1925. Wakati huo ulimwengu ulikuwa unaishi katika vita, machafuko ya kisiasa na ya nchi mbalimbali, yani mgongano na vita. Na nyakati hizo watu wengi walikufa, watu walikandamizwa, kulitokea yani hali ambayo sio ya amani ulimwenguni. Kwa hiyo Papa Pio wa 11 na baadaye hata Papa Paulo wa 6 aliukumbusha ulimwengu kwamba mtawala wa kweli, maana ufalme ni utawala unaolinda watu, utawala unaowaongoza watu katika amani, hasa katika amani, unawalinda na kuwafanya binadamu waendelee, wastawi katika amani, katika mahusiano mazuri. Sasa wakati wa mahusiano yaliharibika sana. Papa akawakumbusha ulimwengu kwamba angalieni, mtawala wa kweli ni Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe amejidhihirisha katika Yesu Kristo. Huyu ndiye mtawala wa kweli, na ni mtawala wa ajabu sana. Utawala wake ni wa ajabu. Ndio tunaposoma katika Injili hata hii ya leo, Yesu anasema utawala wangu si wa dunia hii. Mungu anachowaza, kilicho moyoni mwa Mungu, na nguvu anazotumia Mungu si za mabavu, si za kiburi, si za silaha za kibinadamu, sio silaha. Na utawala wake zaidi ni wa kimungu, ni wa kiroho, sio wa silaha. Utawala wake ni wa ajabu. Ndio tunasoma leo. Tumesoma katika Wakolosai hii sura ya 5 aya ya 1 mpaka ya 3, na tumesoma Injili ya Luka. Yesu ni mtawala wa ajabu. Kwanza aliahidiwa Mungu katika historia, hata ya historia ya Ukristo, ya taifa la Mungu wa Israeli. Mungu alipowakomboa Waisraeli kule Misri, alionyesha uweza wake alipoifanya bahari ya Shamu iachie barabara na Farao ashindwe. Na wakati ule basi Mungu aliwaongoza watu katika nchi ya ahadi, na watu waliweka agano na Mungu, akasema tutakusikiliza wewe tu, tutakutii. Lakini baadaye walipofika nchi ya ahadi hawakufanya hivyo, hawakumtii Mungu, walimwasi Mungu. Na kuna kipindi walimwambia Mungu, walimwomba, tunataka mfalme, bora tuongozwe na mwanadamu. Mfalme tuongozwe na mwanadamu kama sisi, mfalme tunaomba mfalme. Mungu akamwambia, basi akawapatia Sauli. Sauli aliongoza ovyo sana, aliwaongoza watu vibaya. Basi akaja mfalme Daudi alionyesha ambayo tumemsoma katika hii kitabu cha pili cha Samueli. Daudi alipakwa mafuta, ni mpako mafuta pamoja na udhaifu wake, mpako mafuta lakini ni ya kimasia, yani ni cheo cha kimasia. Analeta utawala mpya,
analeta utawala wa amani, ushindi wa kweli dhidi ya maovu yote. Daudi mfano aliyepakwa mafuta ni ishara ya Masia, na Masia anakuja hapo. Lakini baadaye alikuja mfalme Sulemani katika uzao wa Daudi. Baada ya Daudi hao baadaye watoto wake waliongoza vibaya sana, na Mungu kwa kupitia manabii anasema sasa nyinyi binadamu, sababu mwanadamu hana uwezo wa kujiongoza vizuri na akaenda katika njia za amani na upendo na furaha, hawezi kujipatia furaha mwenyewe. Mungu aliahidi kwa njia ya manabii, nitawaletea Masia, nitawaletea kiongozi ambaye ataleta amani ya kweli. Ndio hapo Yesu Kristo anakuja, lakini kiongozi wa ajabu sana. Walifikiri huyo Masia anakuja katika mabavu. Nakumbuka siku ya Matawi, Yesu hakupanda farasi mkubwa wa kifahari na silaha na mishale na upanga, ambapo ndio alitakiwa mfalme ana nguo za kifahari na amepanda farasi wa kifahari. Lakini hapana, amepanda punda kuingia Yerusalemu. Na sasa kitabu cha Wakolosai kinatuonyesha Yesu ambaye ni vizuri tumtazame. Huyu tunayesema ni mfalme, ni huyu mfalme ambaye hana mavazi, hakuvalishwa mavazi ya kifahari hapa, ameondolewa mavazi, ambaye taji lake si la dhahabu, ni taji la miiba, ambaye anateseka msalabani. Na huyu ndiye mfalme. Kweli inaingia akilini kwa mwanadamu yeyote, kwa mfalme yeyote, hata wa ulimwengu wa sasa. Mafundisho ya leo yanataka kutufundisha, kutukumbusha ufalme wa kweli sio tunaouona. Ufalme wa kweli ni wa kujitoa, kujisadaka mpaka mwisho, mpaka kujitoa uhai kwa ajili ya ulimwengu. Huo ndio ufalme wa kujishusha, kujinyenyekeza. Sio ufalme wa kujikweza, ufalme wa sifa, hapana. Ni ufalme wa ajabu sana. Ndio maana wengi hawakumkubali Yesu na hawampokea hata Yesu hata leo hii wengi. Lakini ndio ufalme wa kweli unaoleta amani ya kweli, iko katika unyenyekevu. Amani ya kweli iko inaanzia katika roho, katika moyo mtakatifu wa Yesu. Amani ya kweli inaanzia katika amri za Mungu. Amani ya kweli inakuja katika Yesu mwenyewe, ndiye amani. Aliyetuambia wakati alipofufuka akasema amani iwe nanyi. Ni yeye ndiye anaweza kutupa amani. Na tunaweza kaingia kwenye kishawishi, mbona ukisema huyu Kristo ni mfalme wa kweli na ni mshindi, na sisi tunamwamini, tumebatizwa katika yeye, tulipakwa mafuta ya krisma. Unapopakwa mafuta ya krisma unaunganishwa na Yesu kuhani, mfalme. Yesu mfalme, kuhani na nabii. Sisi ni wafalme kama Yesu. Sasa kishawishi ni hiki. Mbona bado tuna matatizo katika familia? Mbona tunachukiana? Mbona tunagombana? Mbona tunatengana? Mbona tunapigana? Mbona hamna amani? Yesu uko wapi? Yesu, wewe kweli ni mfalme, ni mshindi? Kishawishi hicho kuonyesha kwamba Yesu, mbona tumesali sana? Mbona tunasali kila siku? Mbona hutujibu? Hicho ni kishawishi. Yeye anakuangalia wewe, utamtumainia nani? Mwisho wa siku, pamoja na hayo yote, Yesu anateseka msalabani. Kuna mwizi mmoja walioteswa pamoja na Yesu. Alimwangalia Yesu anateseka, lakini anajua ni mfalme. Mateso haya yasikubadilishe wazo kwamba huyu siye mfalme. Huyu ndiye mfalme wa kweli katika msalaba.
Nguvu ya Mungu iko katika msalaba. Nguvu ya Yesu, nguvu ya imani yetu iko katika msalaba. Na hatutoki katika hilo, hatuondolewi, na hakuna kitu kitakachotutenganisha na huu upendo wa Kristo. Iwe matatizo, iwe dhoruba, iwe vita, iwe kifo, iwe matatizo ni kitu gani. Kwa hiyo usije ukafikiria mbona nina matatizo, nimesali sana, mbona Yesu hajanijibu. Yesu anakujibu, Yesu anajua, Yesu atakuokoa, Yesu ataleta amani. Yeye ndiye mfalme wa amani, Alfa na Omega. Bado tunatakiwa tuseme kama yule mwizi, Yesu unihurumie, Yesu unihurumie, Yesu nakutumainia wewe. Na Yesu alimwambia, leo hii utakuwa nami katika ufalme wangu mbinguni. Yaani hilo neno Yesu nakutumainia lisitoke katika mawazo yako, hata kama una shida gani, hata kama dunia imekuacha, umeona matatizo ya aina gani. Usije ukafikiria Yesu sio Kristo. Yesu sio mfalme. Yesu bado ni Alfa na Omega, na ndiye Bwana wangu, na ndiye Mwokozi wangu, na ndiye mponyaji wangu. Yesu ni kila kitu. Laiti kama ulimwengu ungemuelewa vizuri Yesu, ungekuwa na furaha ya kweli na ungekuwa na amani ya kweli. Katika siku hii ya leo tunaposema nasadiki kwa Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Ndio tumesikia, yani vitu vyote viko katika msalaba, vimeunganishwa na vimepatanishwa. Tumesoma katika Wakolosai, vimepatanishwa na Kristo msalabani. Viumbe vyote viko msalabani katika Kristo, vimepatanishwa na Kristo, na amani inaletwa na msalaba. Na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Falme zote zina mwisho, falme za dunia zina mwisho. Ufalme wa Yesu hauna mwisho. Maneno mengine yataisha, sijui falme zitaisha, lakini neno la Yesu, ufalme wake hautaisha. Kitu tunachotakiwa tufanye leo hii, kuna wafalme wengine wamezuka. Angalia leo hii kuna ufalme, tuangalie kitu gani kinatutawala. Wakati mwingine mabavu, mtandao nao ni ufalme wa leo. Hasira tulionayo, mitandao, yani utandawazi unatawala, lakini si utawala. Pesa inataka kuwa mtawala, ndio mungu wa leo. Madaraka, mabavu, elimu yangu, degree zangu, ukandamizaji wa maskini, huo ni utawala? Huo ndio ufalme? Hapana. Ufalme wa Yesu ni wa upendo, ni wa kujaliana, ni wa kuheshimiana, ni wa haki na amani. Ufalme wa Yesu ni wa kweli, na ni ufalme ambao uko moyoni, unaanzia moyoni. Ni ufalme wa huruma na msamaha. Huo ndio ufalme wa Yesu. Tumwache Yesu atawale ulimwengu, hatumwachi Mungu atawale. Mungu akitawala, tutakuwa wenye furaha, tutakuwa wenye amani ya kweli. Tumwachie Yesu atawale. Tumsifu Yesu Kristo. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi,